أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ama ndugu zangu katika dini na imani, lakini pia ndugu zangu katika maumbile ambao bado hawajabarikiwa, hawajapata neema ya kushikamana na dini ya haki na dini tukufu ya Kiislamu. Sote tunalazimika kumshukuru Muumba wetu kutuacha sisi mpaka muda huu bado tunapumua, kwa sababu kuamka asubuhi hii na kuendelea na pirika zetu si kwa umahiri wetu wa kuamka, wala si kwa ujanja wetu, bali yupo yule ambaye anamiliki punzi zetu, anamiliki nafsi zetu, ametuachia tuendelee kufanya matumizi ya punzi hizi. Ama jana tulifika katika nukta ya 4, nukta ya 4 ambayo inasababisha madhambi kuwa ni hatari zaidi hata kama yataingia kwenye madhambi madogo. Na hapa kuna jambo kubwa la kulizingatia katika hii nukta ambayo tuliahidi jana tutaizungumza leo, nukta ya 5. Nukta ya 5 ambayo dhambi aliyoifanya mtu inakuwa ni hatari zaidi, ni nukta ambayo naweza nikasema kwamba mimi nitasimama kwenye nukta hii, kwa sababu hii nukta ni katika nukta ambazo watu wengi katika jamii zetu wanasimama nazo. Nukta yetu ni ipi? Ni nukta ya mtu anafanya dhambi, ayadhnibal insanu, mwanadamu anafanya dhambi, kisha anaidhihirisha dhambi yake bi an yadhkurahu ba'da ityanihi, anaitaja, anawahadithia watu ile dhambi yake, amekusanya wenzie, anawaeleza ile dhambi aliyoifanya, au anaifanya mbele za watu wazi, anafanya dhambi wazi, watu wanamshuhudia. Wengine wanafika mbali, anaifanya dhambi huku anajitanua kujiona kwamba yeye ndio anajua sana kufanya matendo kama haya. Ni Muislamu huyu, ni muumini huyu, lakini anaifanya dhambi kwa namna hii. Hii dhambi hata kama ni dhambi ndogo, itakuwa ni dhambi kubwa mno, kwa sababu kwenye dhambi hii aliyoifanya kwa namna hii, maana yake ni kuenda kuvunja heshima na kuonyesha dharau kwa yule aliyekataza. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwamba hii ni dhambi, acha. Ametueleza katika Qur'ani mathalan, ametueleza kwa kutumia ulimi wa Bwana Mtume katika Sunna,
ametueleza kwamba hili ni kosa kwa kupitia warithi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba hili ni kosa, kisha mtu analifanya mbele za watu waziwazi, au analifanya kwa siri, kisha anakusanya watu anawaeleza. Na kuna wengine hapa nikasema nitasimama katika jamii zetu, mtu amefanya dhambi, anafika wakati anawakusanya watu na kuwaeleza kwamba huwezi kufanikiwa katika dunia kama hutofanya hivi nilivyofanya mimi. Yaani kwa lugha nyingine, anasimama nafasi ya Ibilisi kuwakusanya watu na kuwapeleka kwenye madhambi, kuwapoteza. Kwa hiyo ni katika jambo la hatari mno, na tujitahidi kwa ulazima wa kujitahidi kuhakikisha Waislamu waumini hatufanyi madhambi, hatumkosei Mwenyezi Mungu, kisha tukasimama nafasi ya Ibilisi ya kushawishi watu wengine waende kwenye madhambi haya. Kesho Mwenyezi Mungu akituwezesha, tutakuwa tupo katika nukta ya 6, ambayo nukta hii ya 6 tutakuwa tunawazungumzia watu kwa nafasi zao. Kuna watu kwa nafasi zao, kuna madhambi ambayo hata yakiwa ni madogo, wakiyafanya athari yake ni kubwa. Mfano tutakuja tuone, mtu yeye ni imamu wa msikiti, mtu yeye ni shekhe katika kijiji, mtu yeye ni mwalimu wa dini, anasimamia mambo ya dini, kisha ikawa kuna madhambi ambayo anayafanya hata kama ni madogo. Haya madhambi yatakuwa ni hatari na yatakuwa ni makubwa sana kwa sababu ya nafasi yake. Inshallah nukta hii tutakuja kuiangalia katika siku ya kesho, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwezesha. Kwa kufika hapa, inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arna alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arna albatila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat, tabi'i bainana wa bainahum bil khairat, innaka mujibud da'wat, innaka ala kulli shay'in qadir, bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wala hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.